Watazamaji wangu, ninawasalimu katika jina la Yesu kuwa amjaboni. Mimi ni mchungaji Philip Lakat ambaye anafanya katika kanisa la The Good News Church of Africa na hudumu kanisa letu la Annex, na pia mimi ni mwalimu katika chuo cha Biblia Saroyat ambaye ni Faith College of the Bible. Nashukuru Mungu kwa kunifungulia mlango ili niweze kupata nafasi ya kuhubiri neno lake kila Alhamisi katika kipindi yetu ambaye naita Sikiza Neno. Pia katika Alhamisi huwa niko na kipindi cha Kikalenjin ambaye pia naita Sikiza Neno, Kasngaliot. Na katika hii sehemu tutaendelea pia pamoja na mtumishi mwenzangu ambaye ni Nelson Were, ambaye pia ako na kipindi cha maandiko yasemaje kila Jumapili. Kwa hivyo ninakukaribisha katika somo letu, na kabla sijasoma neno ambalo litatuongoza, tutaomba. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru kwa hii mlango ambaye umetufungulia ili tuweze kulihubiri neno lako. Asante kwa wale wanaendelea kutazama hiki kipindi. Naomba ili wachalie waendelee ili wabariki kwa neno lako. Maana nimeomba katika jina la Yesu Kristo aliye Mwokozi wetu. Amina. Neno ambalo tutaona pamoja nanyi, nitasoma kwanza katika waraka wa Paulo mtume kwa Timotheo wa pili, mlango wa 3, kifungu cha 1 hadi 5, ambaye inasema hivi: lakini ufahamu neno hili, ya kuwa siku za mwisho kutakuweko nyakati za hatari, maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda fedha, wenye kujisifu, wenye kiburi, wenye kutukana, wasiotii wazazi wao, wasio na shukrani, wasio safi, wasiopenda wakwao, wasiotaka kufanya suluhu, wasingiziaji, wasiojizuia, wakali, wasiopenda mema, wasaliti, wakaidi, wenye kujivuna, wapendao wanasa kuliko kumpenda Mungu. Kifungu cha 5, wenye mfano wa utauwa, lakini wakikana nguvu zake, hao nao ujiepushe nao. Katika kipindi chetu tutaendelea na mada ya nyakati za mwisho au hali ya nyakati za mwisho. Na jambo la kwanza ambalo tutaenda kuona kuhusu nyakati za mwisho ni kuwa kutakuweko walimu wengi wa uongo. Petero katika waraka wake wa pili, mlango wa 2, mstari wa 1 linasema hivi: lakini kuliondokea manabii wa uongo katika wale watu, kama vile kwenu kutakavyokuweko walimu wa uongo, watakaoingiza kwa werevu uzushi wa kupoteza, wakimkana hata Bwana aliyewanunua, wakijiletea uharibifu usiokawia. Hali ya nyakati za mwisho. Neno linasema kwamba kutakuweko na walimu wengi wa uongo. Na tutawezaje
kujua hali ya nyakati za mwisho. Tunajua hali ya nyakati za mwisho kwa neno la Mungu. Neno la Mungu ni la kweli na kwa hivyo inaaminika. Katika Zaburi, mlango wa Zaburi 19 mstari wa 7 inatuambia, sheria ya Bwana ni kamilifu, huiburudisha nafsi. Ushuhuda wa Bwana ni amini, humtia mjinga hekima. Kwa hivyo, pahali tunapata maelezo kamili kuhusu nyakati za mwisho ni kweli na ya kuaminiwa. Kwa hivyo, maandiko yasemaje kuhusu nyakati za mwisho? Jambo la kwanza, inatuambia mambo kadhaa kuhusu nyakati za mwisho. Jambo la kwanza ni kuwa, vile tumesoma katika Petero, kutakuweko walimu wengi wa uongo. Kutakuweko na walimu wengi wa uongo. Nyakati za mwisho kutakuweko walimu wa uongo. Narudia Petero wa pili, mlango wa pili kifungu cha kwanza inasema, lakini kuliondokea manabii wa uongo katika wale watu, kama vile kwenu kutakavyokuweko walimu wa uongo, watakao ingiza kwa werevu uzushi au mafundisho wa kupoteza, wakimkana hata Bwana aliyewanunua, wakijiletea uharibifu usiokawia. Walikuweko na hata sasa wako. Na jambo la kwanza tunaona kuwahusu hawa manabii wa uongo ni kuwa walikuweko tangu zamani. Mtume Petero anatuambia waliondokea manabii wa uongo katika wale watu. Hawa watu ni nani? Ni Waisraeli ambao ni watu wa Mungu. Na haya yalitukia kwao ili iwe mfano kwetu. Katika Wakorintho wa kwanza, mlango wa 10 mstari wa 11 anasema, basi mambo hayo yaliwapata wao kwa jinsi ya mifano, yakaandikwa ili kutuonya sisi tuliofikiwa na misho ya zamani. Waisraeli walionywa na Mungu kuhusu manabii wa uongo. Katika Kumbukumbu la Torati 13 mstari wake kwanza hadi 4 natuambia, kulizuka katikati yako, kukishuka katikati yako nabii au mwotaji wa ndoto, akikutolea ishara au sign au ajabu, ikatukia hiyo ishara au hiyo ajabu aliyokuambia akisema, na tuifuate miungu mingine usiyoyajua, tuitumikie hiyo. Wewe usiyasikie maneno ya nabii yule. Hiyo ni onyo. Usisikie maneno ya nabii yule au yule mwotaji wa ndoto, kwa kuwa Bwana Mungu wenu yuajaribu apate kujua kwamba mwapenda Bwana Mungu wenu kwa mioyo yenu yote na roho zenu zote. Tembeeni kwa kufuata Bwana, sio kufuata hao, Mungu wenu. Mcheni na kushika maagizo yake na kusikia sauti yake. Nanyi mtumikieni na kushikamana
naye. Hapa tunaambiwa wakizuka kati yenu. Na Petro akasema waliondokea manabii wa uongo katika watu, yaani Israeli. Na kwa kweli waliondokea. Na kwa nini waliondokea? Na kwa nini wako pia katika nyakati zetu? Ni kwa sababu kiongozi wao, yule nyoka wa zamani, yupo, yaani Ibilisi, Shetani, ambaye ni mwongo na baba wa uo. Tunasoma hayo katika Injili ya Yohana 8 mstari wa 44, ambaye nasema, ninyi ni wa baba yenu Ibilisi, na tamaa za baba yenu ndizo mpendezao kuzitenda. Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo, wala hakusimama katika kweli, kwa kuwa hamna hiyo kweli ndani yake. Asemapo uongo, usema yaliyo yake mwenyewe, kwa sababu yeye ni mwongo na baba wa uo. Walimu wa uongo wako kwa sababu baba wa uongo bado yupo. Uongo utaisha tu wakati baba wa uongo hata kuweko. Tunasoma katika Ufunuo wa Yohana mlango wa 20 mstari wa 2 na kuendelea, kuwa nasoma mpaka 3. Akamshika yule nyoka wa zamani, ambaye ni Ibilisi na Shetani, akamfunga miaka 1000. Akamtupa katika kuzimu, akamfunga, akatia muhuri juu yake, asipate kuwadanganya mataifa tena. Kazi yake ni kudanganya. Asipate kuwadanganya mataifa tena, hata ile miaka 1000 itimie. Na baada ya hayo yapasa afunguliwe muda mchache, na akifunguliwa kwa muda mchache atakuja kuendeleza uongo. Uongo utaisha tu wakati atatupwa katika ziwa la moto. Ufunuo 20 mstari wa 10. Na lengo yake ni moja: kuwadanganya watu, hata watu wa Mungu ikiwezekana. Na anatumia uongo kwa sababu yeye ni baba wa uongo. Yeye anatumia uongo kwa sababu yeye ni baba wa uongo. Katika Kumbukumbu la Torati mahali tulisoma, inasema, na tuifuate miungu mingine usiyojua, tuitumikie hiyo. Lengo yao ilikuwa wafanye Waisraeli wafuate miungu mingine, na hawajabadilisha hiyo lengo na mbinu ambao wanatumia, yaani uongo. Na Mungu akawaonya Israeli kwamba wewe usiyasikize maneno ya nabii yule au mwotaji wa ndoto. Na katika Agano Jipya tumeonywa pia. Mtume Petro, vile tulisoma, basi anatuambia kuwa vile waliondokea manabii wa uongo kwa watu, yaani Israeli, vivyo hivyo kutatokea walimu wa uongo kati yetu. Na vile Waisraeli walionywa kuhusu manabii wa uongo, sisi pia tunaonywa. Tutaenda kuona maonyo kadhaa ambazo tumeonywa
katika Agano Jipya. Onyo la kwanza ni ya Yesu mwenyewe. Yesu alituonya. Na alisema nini? Hali ya nyakati za mwisho ni kuwa kutatokea walimu na manabii wa uongo. Yesu mwenyewe alituonya juu ya hao. Mathayo 7:15 inasema, jihadharini na manabii wa uongo, watu wanaowajia wamevaa mavazi ya kondoo, walakini kwa ndani ni mbwa mwitu. Mwimbaji mmoja aliimba akasema kwamba wamejivalia nguo ya kondoo na kumbe ndani ni mbwa mwitu. Na alisema kweli. Na hiyo ni kweli. Yesu alituonya, na hayo ni maonyo ya Yesu kwetu. Anasema jihadharini. Jihadharini. Kwa nini tujihadhari? Ni kwa sababu wao ni hatari. Ni wa uongo. Kwa hivyo wanaongozwa na baba wa uongo ambaye ni Ibilisi, Shetani. Ujue hivi kwamba sio kila mtu asemaye Bwana Bwana ni wa Bwana. Sikia vile Yesu mwenyewe alisema katika Mathayo 7:21. Si kila mtu aniambiaye Bwana Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Na kwa vile Yesu ametuonya, lazima tumsikize. Na hili hao walimu wa uongo watimize lengo yao ya wapotosha kondoo, wanatumia njia sifuatazo. Ya kwanza, tumeambiwa na Yesu kwamba wanavaa mavazi ya kondoo, lakini kwa ndani ni mbwa mwitu. Kwa nini wanavaa mavazi ya kondoo? Wanavaa mavazi ya kondoo ili wasijulikane na kondoo. Kwa sababu kondoo wakiwajua watatoroka. Kwa hivyo wanajigeuza, wanavaa mavazi ya kondoo ili hawaweze kufikia kondoo. Kwa hivyo ni jukumu la mchungaji yeyote kuwaonya kondoo. Ni jukumu la mchungaji kuwafunulia ili kondoo wafahamu na waweze kutoroka. Jengine wanatumia ni uongo. Wanatumia uongo. Kusoma katika Mathayo 24 kifungu cha 4 utasikia kwamba wanatumia uongo. Na unaweza kuendelea mpaka 5. Pia mstari wake 11 Biblia inatuambia kwamba wanatumia uongo. Katika Mathayo 24 mstari wa 4 na 5 Biblia inasema hivi: kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema mimi ni Kristo, nao watadanganya wengi. Wanatumia udanganyifu, wanatumia uongo. Mstari wa 11 inasema, na manabii wengi wa uongo watatokea na kudanganya wengi. Wengi watadanganywa. Utasoma pia katika Ufunuo 12 mstari wa 9. Wanatumia pia ishara ya uongo. Katika hiyo Mathayo 24 mstari wa 24 Biblia inasema kwamba kwa maana watatokea makristo wa uongo na manabii wa uongo, nao watatoa ishara kubwa na maajabu, wapate kuwapoteza kama yamkini hata walio wateule. Wanatumia ishara, wanatumia maajabu ili wapate kuwapoteza wengi.
lazima tujiangalie. Wanatumia ishara na uongo. Na Paulo mwenyewe akiandikia kanisa la Wathesalonike wa pili mlango wa 2 mstari wa 9 na 10, Paulo aliwaandikia Wathesalonike akawaambia hivi, nitasoma: yule ambaye kuja kwake ni kwa mfano wa kutenda kwake Shetani kwa uwezo wote na ishara na ajabu za uongo na katika madanganyo yote ya udhalimu kwa hao wanaopotea, kwa sababu hawakukubali kuipenda ile kweli wapate kuokolewa. Kwa hiyo Mungu awaletea nguvu ya upotefu wa uamini huo uongo. Wanatoa ishara ya kufanya watu wapotee. Paulo alituonya. Na Yesu mwenyewe alituonya. Na Yesu hakutuonya tu, bali alituonyesha jinsi vile tutaweza kuwatambua hao walimu wa uongo. Katika Mathayo 7 mstari wa 16 na kuendelea mpaka 20, Yesu mwenyewe anatuambia, ambaye tutaenda kuangalia Mathayo 7 mstari wa 16. Biblia inasema hivi, 7 mstari wa 16 mpaka 20. Na nitasoma. Wacha nianzie mstari wa 15. Biblia inasema, jihadharini na manabii wa uongo, watu wanaowajia wamevaa mavazi ya kondoo, walakini kwa ndani ni mbwa mwitu wakali. Alafu Yesu hakutuonya tu, bali alituambia jinsi vile tutaweza kuwatambua ili tupone. Na katika mstari wa 16 Biblia inasema, mtawatambua kwa matunda yao. Mtawatambua kwa matunda yao. Je, watu uchuma zabibu katika miiba au tini katika mibaruti? Vivyo hivyo kila mti mwema uzaa matunda mazuri, na mti mwovu uzaa matunda mabaya. Mti mwema hauwezi kuzaa matunda mabaya, wala mti mwovu kuzaa matunda mazuri. Kila mti usiozaa tunda zuri ukatwa, utatupwa motoni. 20. Ndiposa kwa matunda yao mtawatambua. Kwa matunda yao mtawatambua. Mtazamaji wangu, neno la Mungu limetuonya kuwa nyakati za mwisho ni nyakati hatari. Na itakuwa hatari kwa Wakristo kwa sababu ya walimu wa uongo watakuwa wengi. Na hili sisi tuwe washindi, lazima tulipende neno la Mungu, tulisome neno la Mungu, tulijue neno la Mungu, kwa sababu ni silaha yetu. Paulo anasema tuvae silaha yote ya Mungu, na hiyo ni neno la Mungu, ili tuweze kushinda hao walimu wa uongo. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu,
Ninakushukuru kwa neno lako ambalo linatoka pumzi yako na linafaa kwa mafundisho na hata kwa maonyo, na limetuonya kuhusu nyakati za mwisho ambaye tumeona kwamba walimu wengi wa uongo watatokea na kuwapotosha wengi. Naomba ili wasaidie watu wako wasimame katika kweli ili waweze kuwashinda. Saidia watumishi wafundishe kweli ili watu wako waokolewe. Bariki neno lako ndani yao, maana nimeomba katika jina la Yesu Kristo aliye Mwokozi wetu. Amen. Asanteni, Mungu awabariki. Mwanao, Yesu atuokoe.